Bana, leo ni tarehe 17, siku moja mara baada ya dabi iliyokuwa inasubiriwa na kuzungumzwa zaidi kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ilikuwa ni tarehe 16 majira saa 11 kamili za jioni, paka ilipofika majira ya saa 1 na dakika 45 mbivu na mbichi zilikuwa zimeshajulikana kuwa mshindi wa ngao ya jamii mechi ya ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 25-26 ni Young Africans. Leo tupo na Heavyweight Dulla. Hali yako iko vipi kaka? Bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko safi kaka? Niko vizuri, niko kabisa kabisa. Kabisa. Jana tumetafuta kila kona ya uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini Dulla ukawa huonekani Dulla. Of course jana niliandika kwenye page yangu ya Instagram, Facebook kwamba nilikuwa niko vibaya. Yaani nilivyoamka tu nilikuwa najisikia vibaya. Hali haikuwa nzuri, kwa hiyo nikashindwa kuingia uwanjani kwa sababu ya kiafya. Niliandika pale. Na leo wenyewe nafikiri unaona jinsi gani ambavyo hata naongea bado sijarecover, ila kwa sababu ni jambo la muhimu na lazima Heavyweight Dulla aweke maone yake, basi nikaona sio mbaya, kwa sababu of course kuingia uwanjani, lakini mechi nimeiangalia kwenye TV, kwenye runinga. Na of course nimegundua vitu kadha wa kadha, kwa hiyo lazima nije nitoe maoni yangu, unaelewa. Umeizungumzia hali yako sasa mara baada ya kutazama mpira, kuna hali imekaa sawa au kuna namna imezidi kuwa na unyong'onyevu katika matokeo yaliyotokea uwanjani? Unajua, kwanza nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Kwanza jana kulikuwa kuna mechi ya Yanga na Simba. Sawa. Na tunaingia kwenye mechi katika kipindi ambacho Simba imekuwa tuseme ni kama haitoi upinzani wa kutosha, kwa sababu before kipigo ilikuwa tayari imeshapoteza mara 5 mfululizo. Kwa hiyo automatically niliamini kwa hiyo record tu, basi kila staff wa Simba Sports Club alipaswa kuhakikisha kwamba anafanya wajibu wake, benchi la ufundi linafanya wajibu wake, pamoja na wachezaji wanafanya wajibu wake. Na kama unavyoelewa, mara nyingi wachezaji wanakuwa wanacheza kuimplement mbinu za mwalimu. Wanacheza kulingana na maono ya nini mwalimu anakiona kiufundi, kulingana na wapinzani wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unajua, muda mwingine unaweza unaingia kwenye mchezo unategemea kuona vitu fulani vimeimprove, lakini matokeo yake ukashangaa hakuna improvement yoyote, na zaidi ukaona kuna kila dalili ya vile vitu au zile mistake kuweza kuendelea zaidi na zaidi, kitu ambacho kinatia huzuni na kina nini. Na of course mimi baada ya mchezo tu nikaandika nikasema bana, mimi namlaumu kocha Fadlu Davis. Umeelewa? Yes, watu wengi walinishambulia kwa sababu kwanza waliona lile goli ambalo lilifungwa ni offside, ambako wako very correct. Lile goli ni offside kwa sababu Pacome alikuwa kwenye offside position kabla ya kuinteract play. Manake Rushan Deriaka alikuwa na uwezo wa kwenda kumzuia Max Nzengeli kama isingekuwa obstruction ya yule mchezaji ambaye ametoka kwenye offside position kwenda kumzuia, ambao ndo Pacome. Kulikuwa kuna opportunity ya yeye Deriaka kuweza kwenda kuwin ule mpira. Kwa hiyo amezuia moja kwa moja, ameingilia mchezo kwa kumzuia opponent kushindwa kuufikia mpira, ambao katika sheria za IFAB inaelezea kwamba mchezaji ambaye anatoka kwenye offside position akijihusisha kwa namna yoyote kwenye mchezo, ikiwemo kumzuia opponent asiweze kufika kwenye mpira, automatically hiyo ni offside, inakuwa counted. Kwa hiyo walikuwa sahihi, lakini je, inalei kwenye excuse, inakuwa miongoni mwa sababu ya kumtetea kocha kwamba amepoteza mechi yake ya 3 mfululizo. Maana yake ni ya 4. Of course haiwezi kuwa sababu kwamba kila baada ya mechi itakuwa natafutiwa sababu ya kutetewa. No, haiwezi kuwa sababu. Umeelewa? Kuna vitu vya kiufundi ambavyo ilipaswa yeye kama mwalimu avitizame. Umeelewa? Yaani vitu vya kiufundi ambavyo yeye kama mwalimu avitizame, na mimi nimevigundua. Umeelewa? Kabla hujatuambia kuhusiana na vitu hivyo vya kiufundi, msimu leo umalizika, tulipata kuyazungumzia mengi, ikiwemo ubora wa kikosi cha Simba Sports pamoja na madhaifu au makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya mara kwa mara. Ukaona sisitiza makosa ya kujirudia na tahadhari ambazo walikuwa wanatakiwa kuzichukua. Miongoni mwa hayo makosa ambayo tulikuwa tukizungumzia msimu uliopita, umeyaona pia kijirudia katika mechi ya jana, na unaona nini sasa kama Fadlu Davis ataendelea kukinoa kikosi cha Simba Sports? Je, anaweza akayatatua hayo ambayo yamekuwa ni vikwazo tangu msimu jana na hapa ambapo Simba imeanzia? Of course kwa binafsi yangu, kwa kile ambacho nimekiona, sioni kama
tuchukulie hata mechi ichezwe tena kesho, mechi ya Simba na Yanga ichezwe kesho, kama kocha ataendelea kwa Fadlu Davis, still atatengenezewa tu excuse nyingine, umeelewa? Yani still kutakutokea excuse, kulikuwa kuna penalty, kuna nini na vitu kama hivyo. Lakini kocha kama kocha sioni kama kuna namna anaweza akaimplement, na of course nafikiri ni muda sasa wa kuanza kuelezea kwa nini naamini hivyo. Unajua, unapotaka kumsema kocha, au unataka kumsema huyu kocha hafai au kocha hivi na hivi na hivi, lazima uwe na sababu za kiufundi ambazo zinakufanya wewe, zinakuwa kama zinakubaku wewe kuweza kumtuhumu kocha, kwa sababu ni vitu vya kiufundi. Yule ni mtu wa kiufundi, anafanya tactical analysis, anajua mpinzani ana madhaifu gani na vitu kama hivyo na nini. So unajua, inakuwa surprised kuona kocha kama Romain Folz ametoka alipotoka ndani ya muda mfupi ameweza kutengeneza mbinu ambazo zinaendana kabisa na mapungufu ya kocha Fadlu Davis ambao amekuwa akionyesha msimu uliopita. Kwa hiyo ni kama advantage, kwa sababu tayari anamjua Fadlu Davis, ametizama mechi za msimu iliyopita, maana yake kashajua madhaifu ya Fadlu katika msimu uliopita ambayo Fadlu amekuja kuyarudia katika msimu husika, na Romain Folz ameweza kuyatumia. Sasa hiyo tayari tu ni aibu, kwa sababu ukiangalia Yanga walivyoanza, Yanga wameanza na viungo asilia takriban 5 kwenye eneo la katikati, alafu mbele wanamsimamisha Prince Dube peke yake. Tafsiri ya haraka walikuwa hawataki progression yoyote Simba waifanye kupitia eneo la katikati ya uwanja, na wamegundua kama mfano ukicheza kwenye mid block, kutokana na kwamba Fadlu yeye anapenda kufanya build up na wachezaji wengi. Nikisema build up nataka niongee taratibu ili watu wanielewe kwa nini nasema kocha anazingua. Build up manake ni kucheza kutokea nyuma. Unavocheza kutokea nyuma na wachezaji wengi, kuna namna unatakiwa uonyeshe kwamba hii build up yako inaenda moja kwa moja. Lengo la build up sio kupiga mapasi. Lengo la build up ni kupiga pasi kwa ajili ya kufungua space ili kutengeneza goal scoring opportunity. Sio kupiga mapasi tu kumiliki mpira, kwa sababu kwenye football ukimiliki mpira peke yake hatusemi umedominate mchezo. Wajua Watanzania wabidi waelewe, ukimiliki mpira pasi na kucreate goal scoring opportunities, tunakwambia wewe umiliki wa mpira, umedominate possession ila hujadominate game. Unaelewa? Kwa hiyo sasa Fadlu ile kufanya kwake build up kunatakiwa kuja na solution ya jinsi gani ambavyo anafika kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Sasa kuna kucreate nafasi. Watu watakwambia amecreate nafasi. Wako sahihi. Of course nafasi zinaweza zikapatikana, lakini nafasi kukosekana kuna sababu za kiufundi ambazo zinaweza kupelekea nafasi kushindwa kutumika. Za kiufundi, sio za mchezaji kufanya uzembe, no. Za kiufundi pia zipo ambazo zinaweza kumfanya mchezaji kushindwa kutumia nafasi. At the same time nafasi zipo za aina mbili. Kuna improvised, maana yake nafasi ambazo zinatengenezwa pasi na mpango kazi wa mwalimu. Imetokea tu nafasi imetengenezwa. Hiyo hatuiiti kwamba improvise. Hiyo hatuiiti systemic. Systemic ni zile nafasi ambazo zinatengenezwa kupitia mpango kazi wa mwalimu, kwamba tunafanya hivi. Huyu atakuja atadrift hapa, wewe utasogea hapa, utapigiwa pasi hapa, ukifungua hapa pataenda hapa. Mara nyingi nafasi za hivyo zinakuja kuzalisha bao la tapping. Kwamba mtu kafika ndani ya boksi kachomeka. Umeelewa? Na hata XG, uwezekano wa kupatikana goli unakuwa ni mkubwa. XG ratio ni kubwa. Pamoja na XA, expected assist, unakuwa ni mkubwa. Lakini kuna zile nafasi ambazo zinatokea from nowhere, ndio tunaita improvised. Mpira umepigwa mkwala amepiga kichwa, Kapombe kakutana nawe. Sasa hiyo ni nafasi of course, lakini kunaweza ikawa isiwe nafasi clear kwa sababu hatujaona implementation ya mwalimu kimbinu ambayo imefanya nafasi ifunguke. Sio, umeelewa? Sasa ndio tunarudi kwenye factor. Una Jean Chalehua ambaye msimu uliopita ndo alikuwa top scorer, alikuwa na assist 9 among players ambao wametengeneza nafasi nyingi zaidi na wamekuwa na assist nyingi zaidi. Si ndio? Nyuma ya Faisal pamoja na Pacome. Ndio top scorer wa timu. Una Eli Mpanzu ambaye naye alikuwa na msimu mzuri tu msimu uliopita. Of course mechi chache, lakini amefanikiwa kufunga mabao 3 na assist 5. Maana yake anaonekana ana uwezo wa kucreate nafasi. Wachezaji hawa wawili kwenye dabi huwaoni. Watu wanaweza kujua ni bahati mbaya. Unajua mtu bana haonekani hawafai au kila siku. No. Implementation ya mwalimu. Namba kubwa wachezaji 7 wanafanya build up. Sawa? Yaani wachezaji 7 wanakuwa nyuma kwa ajili ya kupiga pasi, kutoa pasi, kureceive pasi. 7 mbele kuna simama wachezaji hao wawili, Kibu Dennis pamoja na Steve Dese Mukwala. Sawa? Alafu mchezaji ambaye anaenda kuwa kama backup ya kuongeza nguvu kwa wale runners au washambuliaji hao wawili ni Shomari Kapombe. Ina maana kocha anawanyima uhuru Eli Mpanzu pamoja na
Jean Chalea huwa kuweza kutumika kwenye strength zao, kwa sababu wao ni wachezaji ambao unazungumzia wachezaji ambao wana uwezo wa kucreate na kufunga. Sasa unavyowatumia nje ya strength zao, manake hawataonekana wakiwa bora. Kwa hiyo nini kinatokea? Baada ya ile build up ya kupiga pasi kutoka hapa kwenda hapa kufungua space na kufungua ile safu ya kiungo ya Yanga, kwa sababu Yanga si ndio wameweka viungo wengi na Simba wanafanya build up kwa namba kubwa, at least uone faida jinsi gani ya kubypass ile safu ya kiungo ya Yanga. Mara nyingi mipira inavyofika kwenye eneo la kiungo la Yanga inapotea, inakuwa inarudi kwa upande wa Simba, na tumeona sekunde za mwanzo tu jinsi ambavyo mpira ulipotea na Mudathiri haya kuweza kufanya turnover ambayo ilienda kwa Max Nzengeli, si ndio? Sasa hiyo tayari ilikuwa ishakuja kwa indicator ya mapema sana ya mwalimu kwamba hii mechi itakuwa sio nini. Sasa tuje chance by chance. Sawa. Miongoni mwa chance ya kwanza ambayo ilipatikana ni ya mapema ilikuwa ni ile chance ya Kibu Denis ambayo aliweza kufanya attempt. Nafikiri ilikuwa ni cross kutoka pembeni kutoka kwa Nabi Kamara, ikaguswa na iliguswa na Steve Dese Mukwala alivyoigusa ikaenda kwa Shomari Kapombe ambaye yeye ndo aliweza kuirudisha kwa Kibu Denis. Ukijaribu kuangalia mazingira tu, Simba ndani ya box walikuwa watatu dhidi ya wachezaji 7 wa Yanga. Automatically tayari Yanga walikuwa na faida kubwa kinamba. Umeelewa? Na mpaka mpira unafika kwa Kibu Denis mbele ya lango tunaona kulikuwa kuna wachezaji watatu. Umeelewa? Kulikuwa kuna Ibra Baka, kulikuwa kuna Dickson Job pamoja na Shadrack Boka. Hao ni ambao wako mbele wana block ile vision ya Kibu Denis kuweza kuona lango moja kwa moja. Lakini kumbuka kulikuwa kuna Azizi Ndambwile ambaye alikuwa kwenye bega la Kibu Denis. Pembeni yake kabisa anajaribu kumpa pressure. Kiufundi kitu ambacho kinaweza kikamnyima mchezaji nafasi ya kuweza kufunga bao na kukosa bao ni pamoja na defensive pressure. Defensive pressure hiyo inaingia kuscore. Wachezaji watatu dhidi ya 7 wa Yanga. Manake hiyo ni improvised. Ni nafasi ambayo imetengenezwa nje ya tactical aspect za kocha. Jinsi ambayo jicho lake limeona. Kwa hiyo na count off. Bao la pili ni set play. Jean Chalea huwa alipiga mpira wa indirect free kick ambao ni in swing, of course ni outswing ambao ulienda kuguswa ulipigwa na Brother Hamza. Unaelewa? Kwa uwezo wa goalkeeper pamoja na nafasi ambayo alikuwepo Brother Hamza pale, kwa kipa kama Diara opportunity ya kuscore ilikuwa ndogo. Kwa hiyo nilitegemea kuona chances nyingi zaidi ambazo zinatengenezwa kwenye open play. Achana na mambo ya set piece. Open play sijaona. Sio, umeelewa? Alafu baada ya hapo kulitokea chance nyingine ambayo Kibu Denis ndio watu waliilalamikia sana. Kuonyesha kwamba kumbe Simba kutengeneza nafasi dhidi ya Yanga imekuwa jambo gumu sana. Kwa nini naamini ile ilikuwa sasa nachelea kusema inaweza ikawa ni improvised, kwamba inawezekana sio ndani ya mipango kazi ya mwalimu au systemic, kwamba inaweza ikawa ndani ya mipango, kwa sababu kilichotokea ni scenario ile kwamba tayari Simba ilikuwa kwenye build up structure. Pinpin kama raka opt kwenda juu kwa sababu wachezaji wote ambao angekuwa na uwezo wa kuwapasia walikuwa tayari lockdown na Yanga. Walikuwa wameshapigwa pini. Kwa hiyo namna pekee ambayo angeweza kuifanya zaidi ya hiyo ni kufanyaje? Kupiga mpira mrefu. Sawa? Kwa hiyo ukabidi upigwe mpira mrefu. Baada ya kupigwa mpira mrefu, Kibu Denis pamoja na Ibra Baka ndo walikuwa wana challenge kwenye ule mpira. Kibu Denis akafanikiwa kumhadai Ibra Baka na kuwin na kuondoka na ule mpira. Ana progress mpira yeye pamoja na Steve Dese Mukwala ndo walikuwa wanaingia kwenye box. Alafu dhidi ya wachezaji wangapi wa Yanga? 5. Dhidi ya wachezaji 5 wa Yanga. Kibu anampigia Steve Dese Mukwala anapiga one touch, anamrudishia Kibu. Maana yake ile papa Kibu ana receive ule mpira tayari nyuma yake kuna wachezaji 3. Ina maana anafikiria wachezaji 3 mbele, alafu goalkeeper Jigi Diara anatokea kwa ajili ya kuja tunarudi pale kwenye defensive pressure. Kwa hiyo ina maana Fadlu Davis chini yake tutaendelea kuona kwamba Simba inakosa mabao kwa sababu wanapata tatizo la kiufundi linaitwa defensive pressure.